Tumsifu Yesu Kristo. Familia inayosali pamoja huishi pamoja. Basi katika wakati huu ningependa kuwakaribisha ndugu wapenzi wasikilizaji na watazamaji katika wasaa huu pendwa, na tukiwa tumejumuika pamoja kama familia ya Utume Mtakatifu katika kuweza kushirikishana mada ambayo itagusa maisha yetu wote kama vijana na watu mbalimbali, ambayo mada yetu ya leo hii itaweza kuwalenga ama kuwagusa. Basi ningependa kuwakaribisha kwa utambulisho mfupi. Ninaitwa Frateri John Jacob Obago, ni frateri wa shirika la Neno wa Mungu ambaye ninaendelea na malezi yangu katika nyumba yetu ya malezi hapo Njiro. Katika mada ya siku ya leo ambayo ningependa kuitambulisha ni namna gani mashindano yasiyo na mshindi yanavyokuwa chanzo cha kuweza kuwakwamisha vijana wengi ama watu wengi kuweza kufanikisha malengo yao. Na kwa kuanza direct na maana ya mashindano yasiyo na mshindi, haya ni aina ya mapambano ambayo vijana ama watu mbalimbali wanakuwa wanashiriki kwa kujua, kwa kutokujua, hasa pale kwa kutaka kuweza kuonekana kuwa bora kila siku na kutaka kumiliki kila kitu hata kama hawana uwezo nao. Kwa mwisho wa siku, kama vijana ama watu mbalimbali tunajikuta tumeingia kwenye mtego wa kutaka kuweza kufuata ndoto na malengo ya watu wengine, na mwisho tunakuwa tunasahau yale malengo ambayo tumekuwa tumeyapangilia. Na katika mashindano haya sio na mshindi, unaweza ukafikiri labda yanagusa tu vijana ama yanagusa tu kundi fulani maalum, lakini mashindano haya sio na mshindi yanagusa kila mmoja hapo ambaye yuko katika safari hii ya maisha, kwa kuwa ni matumaini yangu kwamba kila mtu anatamani kufanikisha malengo yake. Labda unataka kujenga nyumba yako, unataka kufanikiwa katika masomo, unataka kufanikiwa katika biashara yako, ama sehemu mbalimbali ambazo unatamani uweze kufika mbali na kutoka pale ulipo. Sasa katika safari ya kukamilisha haya yote, tunakutana na jamii ama tunakutana na dunia ambayo inatufundisha namna mpya ya kuweza kuyafikia haya yote, na namna hiyo sio nyingine bali ni kuweza kuwashinda wale wote ambao wanakuwa na mwelekeo sawa na kule tunapokuwa tunataka kufika. Na sasa tunapojikuta katika huo mtego, mwisho tunaanza kuishi maisha ya kujilinganisha na kila mtu ambaye anaishi sawa na ndoto zetu ama anaishi sawa na matazamio yetu ambayo tunataka kufika. Na unaweza kujiuliza kwamba haya mashindano yasiyo na mshindi ni mashindano yanayotokeaje? Kwa sababu maisha yangu yanaendelea na malengo yangu yanaendelea na mambo yangu yanaendeleaje? Sasa mimi yananihusuje ama ni kwa namna gani ninajikuta katika hayo mashindano? So mashindano haya yasiyo na mshindi yanatokea kutokana na sababu mbalimbali, na miongoni mwa sababu hiyo kwanza kabisa ni kujilinganisha na watu wengine. Kama nilivyotangulia kusema kwamba inawezekana una malengo yako mahususi ambayo unatamani kuyafanikisha, lakini pale unapoanza kugeuka na kuangalia jamii ya watu wanaokuzunguka ambao inawezekana pia wana malengo sawa na yale ya kwako, sasa unapoona kwamba labda wamekuzidi ama mwazidi kwa kiasi fulani, ile hamu ya kutaka kuwa kama wao ama ile shauku ya kutaka kuwa kama wao inapotuteka na kuweza kutuongoza, inafika mahali tunasahau kwamba tunataka kuwa nani na kufika wapi. Hivyo mwisho tunaanza kupambania ndoto za watu na yale ambao watu wengine wanatamani kuwa na kusahau malengo yetu. Lakini pia ni hofu ya kushindwa, na kila mtu, hofu ni jambo la kawaida kwa kuwa sisi ni udhaifu wetu wa kibinadamu. Ni hofu inatokana na kwamba kutokuwa na uhakika na kile unachokifanya ama ukubwa ile jambo ambalo unakwenda kukabiliana nalo. Sasa kuwa na hofu hamna shida, lakini hofu ya kushindwa inapokutawala katika kile unataka kutimiza, mwisho wa siku inakufikisha katika mashindano haya. Kwa namna gani? Kwamba mtu unaanza kuishi njia ya kuweza kila kitu unachotaka kufanya, sasa unataka ubaki katika misingi ya kuwa bora hata kama udhaifu wako unadhihirika mbele za watu. Ndio maana mwisho wa siku vijana wengi ama watu wengi wanafanya mambo mengi kwa kushikilia pale waliposhikilia, hawaruhusu nafasi ya kupata kupumzika ili wapate nguvu mpya kuzidi kufanya zaidi, kwa sababu anaamini nikipumzika kidogo, yule aliyoko nyuma yangu ama pembeni yangu atachukua nafasi hii ambayo ninayo. Kwa hofu ya kushindwa inakufanya mwisho wa siku unaanza kushindana na watu kila siku ukitaka kuwa bora zaidi ya uliyekuwa jana. Kuwa bora zaidi ya uliyekuwa jana sio jambo baya, lakini kuwa bora katika njia ambayo inakutoa kwenye malengo yako, hapo ndipo ubaya unapoanza kujitokeza. Lakini pia ni dhana potofu ambazo tunakuwa tunajijengea katika vichwa vyetu, katika nafsi zetu na maisha yetu, kwamba katika safari hii ya kupata tunayotamani, dhana ambayo tunajijengea ni kwamba kila mtu ambaye amefika kule tunapotaka kufika aliweza kuwashinda kwanza wale aliokuwa anakutana nao. So mwisho wa siku tunajenga dhana ambayo inatufanya kila siku tunapotaka kufanya mambo mbalimbali tunawaangalia kwanza aliyoko pembeni yangu. Je, anakuja katika line yangu? So ukiona anakaribia katika njia yako, hata kama hausiani na yale unataka kuyafanya, basi unatafuta juhudi mbalimbali za kuweza kumkwamisha ili uzidi kwenda mbele. Mashindano haya sio
mshindi yanatugusa sana vijana, kwa sababu vijana kama wanavyosema kwamba sisi ni taifa la kesho. Lakini katika muktadha huu inawezekana tusiwe taifa la kesho, inawezekana sisi tukawa ni taifa la sasa na kesho inayokuja, kwa sababu kama kesho ipo inamaanisha kwamba kesho ya kesho inaandaliwa na leo ambayo tunaitafuta. So kama vijana tuna malengo makubwa na mioyo yetu na nafsi zetu zimejaa tafakari na taswira nyingi nzuri sana ambazo tunatamani kuweza kufika. Basi kama kijana unapaswa kuanza kutafakari na kufanya tafakuri nzuri, ili tafakuri hii ikusaidie pale unapotaka kufika katika malengo yako, ufike katika njia ambayo ni njia stahiki, ambayo hiyo njia inakuruhusu kuishi malengo yako, kuishi ndoto zako, kuishi mipango yako uliopanga bila ya kuweza kusitishwa na kelele za watu wa nje. Na kama nilivyotangulia kusema, vijana wengi unakuta una malengo yako labda katika biashara yako. Unatamani ufike sehemu fulani, unatamani upate kipato chako kiongezeke kwa kiasi fulani. Lakini kwa sababu rafiki yako ambaye ameanza biashara muda mrefu amepiga hatua kubwa kuliko wewe, unaanza kujiona kwamba ni mdogo na unaanza kupambana na rafiki yako ili tu rafiki yako naye ashuhudie kwamba wewe pia umemzidi ama wewe pia una kikubwa. Kwa sababu mtaji wako ni kidogo, basi kama kijana kwanza kabisa unapaswa kuthamini kile ambacho unacho. Na Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu anatoa neema za ajabu sana, kwa sababu mara nyingi katika safari ya maisha, hasa kwa vijana, kile kidogo unachokuwa unakipata pale unapokikubali na kuweza kukiona kama kina thamani, ndio mwanzo wa neema nyingi kuweza kutiririka katika safari ya maisha yako. Mfano mzuri ni Patrick Peyton. Katika safari ya maisha yake na familia yake hakujaliwa uwezo mkubwa sana wa kiuchumi. Walikuwa na uwezo ambao inawezekana wewe kijana mwenzangu ambao unanitazama sasa hivi ni uwezo huo ulionao, lakini kutokana na kukubali kile walichokuwa nacho, kutokana na kuendelea na maisha ya sala huku akimtegemea Mwenyezi Mungu kwamba hata katika hichi kidogo tutaweza kutoka mbele, moyo ule ulizidi kuwaneemesha na hata wakazidi kufikia mbali. Na leo hii tunapomtangaza padri huyu, hatumtangazi kwa sababu amepitia nyakati ngumu, bali tunamtangaza kwa sababu aliweza kustahimili katika zile nyakati ambazo leo hii wewe ndugu unanitazama na kunisikiliza unapitia. Kwa hiyo inawezekana unapitia katika nyakati ambazo ni ngumu kweli, na usijione kwamba wewe ni wa kwanza kupitia katika nyakati hizo. Wale watu bora wote ambao leo tunawapigia makofi, tunawatazama, wote walipita katika nyakati ambazo tunapita. Basi ukiwa kama kijana, safari ya mashindano yasiyo na mshindi ni safari ambayo inakuvuta kuweza kukutoa katika malengo yako na kukurudisha katika malengo ya watu wengine. Kwa nini nasema inakuvuta? Inakuvuta kwa sababu kiu na uchu wa kuweza kufikia kwa walipofikia wengine inaweza kuwa nzuri pale utakapotegemea katika njia zako. Naposema kutegemea njia zako, inamaanisha ni kwamba kubaki katika misingi ambayo ulijiwekea kwamba ninatamani kuwa mtu fulani, ninatamani kufika sehemu fulani. Sasa ukinapobaki katika misingi yako, unajua kwamba kuna changamoto zitakuja, kuna vikwazo vitakuja, kuna wakati utadhoofika na kuna wakati hautatamani kuendelea katika njia. Katikati ya hiyo mahangaiko ambayo unakutana nayo, hapo ndipo mwanzo ama chembe ya kuweza kusimama kwa kuweza kukumbuka kusudio utawe kufika pale unapotaka kufika. Kwa sababu vijana wengi, inawezekana vijana wenzangu walienda chuo kikuu akiwa na malengo mazuri, anataka apate degree yake ama apate cheti chake ama diploma yake, lakini alipofika chuo kikuu amekutana na vijana wenzake ambao labda kutokana na historia ya familia zao wamekaa vizuri kiuchumi. Basi kijana huyu sasa anaanza kuishi maisha ya kutaka kuwa kama yule rafiki yake ambaye historia yake inambeba. Lakini wewe kumbuka historia ya familia yako. Je, historia ya familia yako inakubeba kuendelea kushindana na unayeshindana naye? Je, ndugu zako wangapi wataweza kusimama kukushika mkono pale ambapo utadondoka kutokana na uchumi wa familia yenu? Kwa hiyo tunapaswa kufanya tafakuri kama vijana tunapoendelea katika safari hii ya kufanikiwa, kwa sababu safari hii haihitaji mtu yote kukupigia makofi ili kudhihirisha ubora wako na thamani yako. Safari hii haihitaji ndugu zako waendelee kukupush kila siku ili ufike kule unapotaka kufika. Na safari hii pia kuna wakati pia haihitaji mahubiri mengi kukufanya uzidi kuimarika, bali inahitaji kwanza wewe uzidi kujikubali. Inakuhitaji wewe kama kijana, inakuhitaji wewe kama mpenzi mtazamaji utambue thamani yako katika kile ulicho nacho. Na ukiangalia dunia sasa, vijana wengi tuna haraka ya kufanikiwa. Sasa haraka hii ya kufanikiwa
inatufanya tuingie katika mashindano haya kwa kiasi kikubwa, kwa sababu unataka ya kufanikiwa, basi kila linalopita karibu yako, ama kila unalolisikia, ama kila unalolitamani, unaona kwamba unastahili ama linastahili kuwa kwako. Haijalishi uwezo wako ulionao, haijalishi uchumi wako ulionao, ama haijalishi kile ulichonacho kwa wakati huu, bali wewe kila kinachopita unaona kwamba hichi ndicho kinachonistahili. So utakuta vijana wengi itatoka labda mtindo mpya wa nguo, kwa sababu mtindo mpya wa nguo umetoka, wewe unaona kwamba hichi ndicho ninachokistahili. Haijalishi malengo yako uliokuwa umejiwekea kwamba unataka ununue kitu fulani, lakini kwa sababu imetoka unaona hichi ninakistahili. Inawezekana ina mpya simu imetoka, kwa sababu simu hii imetoka na kila mtu anamiliki na marafiki zako wote wanamiliki, na wewe unaona kwamba ni haki yako kuwa na ile simu. Haijalishi malengo uliokuwa umejiwekea. Inawezekana pia marafiki zako unaotembea nao, labda kuna mtu amefanikiwa kufanya kitu fulani ambacho ni kikubwa, kimekuvutia. Sio vibaya kukuvutia, lakini kule kukuvutia kule kukufanya utamani na kuongeza juhudi katika kule unapotaka kufikia wewe. Kwa hiyo katika safari hii ya dunia ambayo tunaona kuna misukumo mingi inayotuvuta, kuna misukumo mingi inayotushawishi kutoka katika reli ya malengo yetu, tunapaswa kutambua kama vijana kwamba haya yote yapo ili kutuongezea nguvu ya kuweza kutimiza yale tunayoyatamani kutimiza, na sio kututoa katika njia ya kuweza kufanikisha kule tunapokwenda. Sasa vijana na wapenzi watazamaji, katika wakati huu tuongelee sasa katika mashindano haya sio na mshindi. Inawezekana kuna mtu ameshajikuta katika mashindano haya na wakati huu anateseka kweli aweze kutoka katika njia hiyo, lakini bado anashindwa kutoka, na anashindwa kutoka kwa sababu mizizi ama sababu za mashindano hayo yamekuwa na nguvu kubwa sana katika kuweza kumvuta kule alipo. Inawezekana aliingia katika mashindano kutokana na utamaduni wa familia, ni familia ambayo amezaliwa akakuta kwamba kwenye familia ni lazima uwe bora, haijalishi una uwezo mdogo ama upi. Kwa hiyo mtu kama huyo amenata, anatamani atoke pale lakini hawezi. Ama inawezekana ni kutokana na changamoto zinazokukabili kila siku, kitafakari familia yako inahitaji vitu kutoka kwako, marafiki zako wanahitaji vitu kutoka kwako, ama wale wanaokuzunguka wanahitaji msaada wako. Kwa hiyo inakubidi ushindane na watu wengine ili wale wanaohitaji uwepo wako wazidi kuona kwamba kweli huyu ndugu yetu yupo na kuna kitu anakifanya. So kuna sababu nyingi sana ambazo zinatufanya kama vijana tujikute katika mashindano hayo. Hatupaswi kujilaumu kwa eneo ambalo tupo, na sio vyema kuanza kujihukumu kwamba hapa nilipo inawezekana mimi ndio nimepelekea, kwa sababu pia katika safari ya mashindano haya kuna aina mashindano ambayo nimeyasahau kusema, lakini ni mashindano ya kihisia, ambayo mashindano haya ya kihisia yanaharibu utaratibu wa saikolojia yako lakini wewe binafsi. Na kwa ufupi, mashindano haya ya hisia ambayo pia yanatugusa vijana wengi, kwa sababu tuko katika ulimwengu ambao wengine labda wako katika mahusiano yao, wengine wanaelekea katika ndoa, ni mashindano ambayo yanawagusa watu wengi, hasa kutokubali uhalisia ambao umetokea kutokana na kuumizwa kihisia ama kuumiza wengine kihisia. Inawezekana labda ulikuwa na mtu ambaye mlikuwa naye katika mahusiano, na baada ya kuishi kwa muda mrefu mlikuwa mna malengo mengi na mtegemea muwe na mengi, lakini yale yote yameshindikana kutokana na kutofautiana kauli na kuweza kutengana. Kwa hiyo kwa sababu wewe uliweka malengo yako pale, inakuwa ni vigumu kutoka katika ile mizizi ambayo ulikuwa umeweka. Kwa hiyo unaumia kihisia kwa kutokukubali kwamba ni kweli huyu mtu nilikuwa naye, lakini kwa sasa siko naye na ameniacha. Na kuna wengine mashindano haya ya kihisia yanatokea pale ambapo tunafiwa na wapendwa wetu. Inawezekana ulifiwa na mtu ambaye ulimtegemea katika maisha yako kama nguzo ya kiuchumi, nguzo ya kiimani, ama nguzo ya kukuongoza. Sasa mtu huyu anapokuwa ameondoka kipindi kile, unaweza ukashindana kwa muda mrefu sana wewe na nafsi yako kukubali uhalisia ama uwepo wa kile ambacho kinatokea. Mfano halisi, watu wengi sana baada ya kufiwa na wazazi wao walipitia katika nyakati ambazo zilikuwa zimeacha doa ama zimeacha kovu ambayo inafanya kila siku anaposikia yoyote anahusiana na kifo mtu anajikuta analia. Na kulia sio vibaya, kwa sababu kisayansi unapokuwa unalia unapata auheni na faraja, lakini unapolia yale machozi yako yanapaswa kuwa sababu ya wewe kusimama tena na kutamani kufika mbali. Na sasa unapokubali kwamba kweli mtu nilikuwa nampenda na amepotea, na sasa ninapaswa kufanya nini? Unapaswa kuamka na kuishi zile ndoto za yule mtu ambaye umempoteza, ama kama ulitelekezwa ama mmetengana katika mahusiano ya ndoa, yale ambayo mlikuwa mmeyaweka na hayawezi tena kufanyika kwa wakati huo, basi ukumbuke kwamba kama mlikuwa mna nyakati nzuri ambazo mmewahi kuishi kwa pamoja, kama mlikuwa mna nyakati ambazo mliwahi kulenga, basi inamaanisha kwamba bado una nafasi nyingine ya kupanga mengine zaidi ya yale uliyokuwa umeyaweka. Kwa hiyo tunapofikia sehemu hii ni kwa ajili ya wale wote ambao sasa wamefika katika ile sehemu wanatamani kutoka, lakini misukumo bado inawavuta. Kwanza kabisa
tunasema ni kumtegemea Mungu, kwamba katika kila kitu unachokifanya unapaswa kumtegemea Mwenyezi Mungu. Na mfano mzuri ni huyu padri wetu. Padri huyu alipitia nyakati ngumu ambazo inawezekana na wewe unapitia. Kuumwa ugonjwa wa TB ilikuwa ni miongoni mwa pigo kubwa sana katika kipindi cha maisha yake, na ilisababisha mpaka akatolewa katika maisha ya seminari. Na inawezekana tatizo unalolipitia wewe limekuwa kubwa mpaka umeshindwa kuendelea na biashara yako. Inawezekana tatizo unalopitia wewe kijana mwenzangu limekuwa kubwa mpaka umeshindwa kuendelea na elimu yako, labda umerudishwa. Ama inawezekana tatizo unalopitia wewe limekuwa kubwa mpaka ndoa yako na mahusiano yako yamekwama kwa kipindi fulani. Lakini unapomtegemea Mwenyezi Mungu kwamba yeye ndiye asili ya haya yote, ni mwanzo wa Mwenyezi Mungu kuzidi kukufungulia njia za baraka za kuzidi kufanikisha hayo. Padri huyu na familia yake hata katika kipindi ambacho alikuwa anaumwa alimtegemea Bikira Maria kama muombezi na kama mtu ambaye atamsaidia kuweza kufikisha sala zake kwa Yesu Ekaristi. Na tunaona kweli sala na rosari takatifu alikuwa anapitia na imani yake ilimsaidia, na mwisho wa siku akapata miujiza ya kuweza kuponya. Sasa nawe ndugu yangu ambao leo hii unapitia mengi ambayo yamekuwa kama kovu katika moyo wako, yamekuwa kama kovu katika hisia zako kutokana na kila siku kutamani kuwa bora, lakini huwezi kuwa bora kwa sababu ndugu zako na wanaokuzunguka wamekushinda. Sala katika kumtegemea Mungu una umuhimu mkubwa sana. Hata kama unaona kwamba hujisikii kusali, kwa sababu ukisali tu unakumbuka changamoto zinazokusibu, bado unapaswa kufanya mazoezi ya kuanza kumtegemea Mwenyezi Mungu katika sala, kwa sababu Mwenyezi Mungu Yesu Kristo anatuahidia kwamba yupo karibu zaidi na wale ambao mioyo yao imepondeka. Hii inatuambia kwamba sisi ambao tuna changamoto, Yesu Kristo yuko katika wakati wetu. Lakini pia jambo la pili ambalo tunapaswa kufanya katika kipindi hichi, tambua kusudi la maisha yako. Naposema kusudi la maisha yako, Mungu hakutuumba kwamba tupitie katika nyakati ngumu mpaka tutakapofariki. Inawezekana Mwenyezi Mungu hili unalolipitia wewe ndio kusudio la kuzidi kukutakasa wewe na kusimama, na Mungu anataka kutumia maisha yako kwa ushuhuda kwa watu wengine. Sasa unapopitia changamoto ambazo zinakufanya ushindane na watu wengine, ukaanza kumuona kwamba Mwenyezi Mungu yupo kimya na hasikii sauti yako, ni mwanzo wa wewe kuanza kupotea. Kwa kusudio la maisha yako sio wewe kuteseka. Kusudio la maisha yako sio wewe upitie katika changamoto hizi mwisho wa siku upotelee. Tunaona katika maandiko matakatifu wako wengi sana ambao walipitia changamoto. Inawezekana ni kubwa hata zaidi yako, ama inawezekana zikawa zina maumivu makubwa kuliko yale maumivu ambayo umewahi kupitia. Ayubu ni mfano hai unaoishi kwamba hata baada ya kupoteza mali, watoto na familia yake, bado aliendelea kutambua kwamba kusudi la Mwenyezi Mungu ni kuzidi kujidhihirisha kwa watu wengine kwamba yeye anatenda. Kwa na wewe ndugu yangu, kijana mwenzangu, unapopitia changamoto hizi ambazo zinakufanya ukose amani, tambua kwamba bado Mwenyezi Mungu ana kusudio jema na maisha yako. Familia hii ya Padri nitaitumia sana kwa sababu ni familia ambayo inagusa uhalisia wa kila mtu anayesafiri katika ulimwengu wa sasa. Ni familia yake ina kila aina ya vitu vya muhimu ambavyo tukiviiga ama tukivitumia kama mfano halisi, ni hakika tutatoka pale ambapo tupo. Tunaona katika familia hii wanapitia changamoto nyingi, lakini bado anatambua kwamba Mwenyezi Mungu ana kusudio ya kuifanya familia hii iwe familia bora. Nawe tambua katika zile nyakati ambazo ni ngumu, tunafundishwaga kwamba zile nyakati ambazo ni ngumu sana katika safari ya maisha yako ndizo nyakati ambazo Mungu yupo karibu sana kuliko kipindi chochote. Yupo karibu kwa nini? Kwanza, inawezekana hiyo ni namna ya kuweza kukutakasa na kufanya ushuhudiwe ama utukufu wake ushuhudie, lakini pia ni nafasi za kuweza kukuimarisha, kwa sababu utakapovuka pale kwa kutumia sala, hasa ukitumia rosari takatifu, ni njia ya wewe kuweza kusimama na kuonekana kwamba kweli Mungu katenda katika maisha yako. Lakini jambo la tatu la kuweza kufuata katika kipindi hichi, kwanza ni kuthamini kile ambacho unacho. Kwa maisha, wakati mwingi maisha hayatupi tunayoyahitaji, bali yanatupa yale tunayostahili kwa wakati husika. Kwa hiyo inawezekana unahitaji mambo mengi sana katika maisha yako, lakini bado safari ya kuyapata hayo imekuwa changamoto. Inawezekana katika kipindi hichi watu wanakudharau, na kwa sababu wanakudharau inakubidi ushindane na watu wengine ili uonekane bora. Inawezekana katika kipindi hichi ni kipindi kigumu katika moyo wako, na sasa hausikii hata sauti za watu wengine, bali unaona kule unapotaka kufika, na unapofika lazima ushindane na watu wengine. Kwanza tambua kwamba katika udogo wako Yesu Kristo bado anakuona. Katika udogo wako Mwenyezi Mungu bado anakupenda, kwa sababu katika macho ya wanadamu tuna vipimo vyetu.
Labda tunapima kutokana na matazamio ya nje, tunapima kutokana na mali zetu, tunapima kutokana na elimu na taaluma. Hayo ni macho ya wanadamu. Lakini macho ya Mwenyezi Mungu hayaoni kama sisi tunavyoona. Yanaona mbali zaidi ya kule sisi tunapoona. Na ndio maana Paulo alisema kwamba hekima zangu zilipofikia ndipo hekima za Mwenyezi Mungu zilianzia. Hii inamaanisha kwamba thamani yetu ilipofikia kuonekana kwamba ni kubwa, hapo ndipo thamani ya Mwenyezi Mungu inazidi kujidhihirisha na kuwa kubwa hata mbele za watu. Kwa hiyo inawezekana unataka kuanza biashara yako, unataka kuanza kitu fulani, lakini unajua kama nikianza nitashindwa, ama watu wanasemaje. Lakini hapo ndipo mwanzo wa wewe kuanza, kwa sababu uamuzi wako mmoja ni sawa na umeamua mambo mengi sana ambayo unakwenda kuyafungulia milango ya baraka katika maisha yako. Lakini jambo la mwisho, usikubali yale uliopitia kwa utambulisho wa maisha yako ya sasa. Na yale uliyopitia, mara nyingi watu baada ya kupitia changamoto nyingi, tunaruhusu utambulisho wa zamani uwe kama ni utambulisho wa sasa. Utasikia mtu anajitambulisha, mimi ni yule niliyefeli darasani, mimi ni yule niliyefukuzwa kazini, mimi ni yule niliofiwa, mimi ni yule ambaye nilifanywa hichi. Unapoanza kuruhusu utambulisho wa zamani na historia yako kuwa utambulisho wako wa sasa, unaanza kuharibu dhana ya kuweza kuonekana, ya kuweza kusimama tena, kwa sababu fikra zetu na saikolojia yetu inajengwa zaidi na yale tunayoyafikiri kisha tunayatenda. Kwa hiyo ukianza kutumia utambulisho wa zamani ambao ni historia mbaya ya kumbukumbu ya familia yako, historia mbaya ya kumbukumbu yako, hapo ndipo mwanzo wa wewe kuanza kudidimia chini na kutaka kusimama, na kusimama kwako utataka kusimama kwa kuwashinda wale watu wote ambao wanakuelekea. Kwa hiyo yale yaliyotokea katika safari ya maisha yetu yamekuepo ili haya mapya ambayo tunayaongea kwa sasa yaweze kutokea. Yale ambayo yametokea katika safari ya maisha yako yamekuepo ili uzidi kuimarika zaidi na kuweza kusimama. Familia hii ya Padri Peyton inadhihirisha hayo. Hata baada ya kuugua, hakuishia kwamba kwa sababu basi tumeugua basi mimi ni yule niliyeugua siwezi kuendelea na seminari, bali kuugua kwake kule kilikuwa ni chanzo ya kuweza kushuhudia utukufu wa Mwenyezi Mungu katika maisha yake. Kuugua kwake kule kulifanya sasa leo hii tunaposimama na kumtangaza padri huyu kuonekane na sababu kubwa katika maisha yetu ya kila siku. Lakini pia katika kuugua kwake huko tulizidi kuona nguvu ya Bikira Maria ikizidi kutenda katika maisha. Kwa utambulisho wa zamani, hakikisha unakuwa ni mwanzo wa utambulisho wako mpya. Kule ulipotoka hakikisha kunakuwa ni sababu ya wewe kusimama tena upya, kwa sababu ukisimama, ukigeuka nyuma na kutazama ulipopita, panatia uchungu, panatia hasira, panatia majeraha na panatia aibu kutokana na yale uliyopitia. Sasa unapoona aibu, hasira na manyanyaso hayo unayopitia, unapogeuza uso wako kwenda mbele, hakikisha unageuka kwa ujasiri, ukiona ushindi, ukiona mafanikio, ukiona kesho iliyo bora inayojengwa na msingi wa kule ulipotoka. Kwa hiyo yale uliyopitia hakikisha yanakuwa ni msingi imara. Na ndio maana sasa ukishakuwa na msingi imara uliojengwa na imani katika sala, ukigeuka nyuma, unapogeuka mbele, unakuwa na hamu na shauku ya kutaka kufika mbele, kwa sababu uliyobeba moyoni mwako unayajua mwenyewe. Basi kwa kumalizia katika mada hii, ninapenda kualika vijana wote ambao tunaendelea na malengo mbalimbali, tunatembea na safari ndefu ya kuweza kufikia yale ambayo tunatamani kuyafikia, lakini kesho na leo na kesho kutwa labda unakuta changamoto zinatokea. Hata baada ya haya yote ambayo tunafundishana, sio kwamba ni uhakika kwamba haya yote yataisha. Hilo tunapaswa kuelewa katika akili yetu, kwa sababu safari ya mabadiliko haibadiliki kama vile tunavyoamka asubuhi siku mpya imebadilika. Safari ya mabadiliko inahitaji hatua kubwa, na tunapoendekea hakikisha kwanza imani yako na tumaini lako umeeleweka kwa Yesu wa Ekaristi. Imani yako na tumaini lako umeeleweka kwa Mungu katika nini? Katika sala. Na mfano mzuri ni tunamwona Petro wakati anatembea juu ya maji na Yesu Kristo. Wakati anatembea alikuwa anamwangalia Yesu Kristo, lakini alipogeuza shingo yake na kuona mawimbi alianza kuzama. Hii inatufundisha nini? Tunaposafiri vijana katika safari hii, tunapoangalia shida za dunia na changamoto zinazotukabili tukamsahau Kristo, tutapotea katika hayo mawimbi na changamoto. Lakini tunapobaki tumeangalia uso wa Yesu Kristo katika sala, hasa rosari, ili Bikira Maria tupeleke sala yetu, tunazidi kuimarika. Hivyo una nafasi ya kuweza kubadilisha leo hii kuwa kesho iliyo njema katika familia zenu, ambao familia zetu ambao tunazidi kutembea pamoja. Kama wewe ni baba, kama wewe ni mama, umepata wasaa wa kuweza kupewa mamlaka hayo ya kuongoza familia hiyo, jaribu kutengeleza misingi kwa watoto wako, ambao misingi hiyo ni misingi ya sala. Watoto wafundishe kusali, wale katika familia ijengwe na sala, na inapojengwa na sala, tunasema sala ni kushirikishana. Hata changamoto ndogo zinaanza kuisha kwa sababu katika kushirikana utashirikisha mema, mazuri na changamoto. Hivyo familia inaanza kujengeka kama ilivyo kwa familia ya
padri huyu. Lakini pia jaribu kusali rosari. Rosari takatifu ni njia iliyo nyepesi sana sisi kuweza kufika katika matamanio yetu. Wakristo wengi wa Katoliki pia tunasali rosari kwa mazoea. Unasali tu rosari katika njia uliyozoea? Hapana. Rosari takatifu ni sala ya kipekee sana ambayo Bikira Maria kwa nafasi ya kipekee ametupatia sisi ili iwe njia ya kuweza kumfikia Yesu Kristo. Inawezekana unaogopa kumfikia baba yako, lakini unapokwenda kuongea na mama, kuna namna mama atapokea jambo lako na kulipeleka. Umama huo wa kibinadamu ndio umama ambao Bikira Maria hanao, na zaidi ya hapo ya umama wa kutoa kibinadamu. Kwa unapokuwa unasali rosari kila siku, ama pale unapopata nafasi, unajiwekea nafasi nzuri ya kuzidi kusikika na Yesu Ekaristi na kujengea mazingira ambayo Bikira Maria anakusaidia. Basi katika wakati huu nawashukuru sana kwa kuzidi kuwa na sisi kama Utuma Familia. Asanteni sana kwa wakati huu na Mungu azidi kuwabariki.